Mnafiki mkubwa wewe mwanamke wewe. Muonekano wako mweupe lakini una roho nyeusi sana. Yaani sikutegemea hata siku moja kama ungeweza kunisaliti kiasi hichi. Hivi kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa naishi mimi na wewe. Nilivyokuwa nakuthamini rafiki yangu. Wewe ndio unakwenda kutoa siri zangu hadharani. Sijategemea hata kidogo. Ya kwako mangapi nilokuwa nayo? Mbona sisemi kwa watu? Lakini wewe siri zangu uenda kuzisambaza kwa watu. Kwa nini lakini umeamua kunifanyia hivyo? Yaani sikutegemea hata kidogo. Mwangalie sura yake ilivyokuwa ya kinafiki. Yaani hapo umekaa umejikausha kama sio wewe ambaye unaweza kufanya mambo kama hayo. Ungenielewesha ili nikuelezee vizuri. Sasa unavyosema hivyo mimi sikuelewi. Yaani siku zote unanifuata kwangu unajileta mimi najua kuwa nina rafiki. Kumbe nina mnafiki. Yaani mtu ambaye hata huwezi kukaribiana na watu. Haya ndio ushanisambazia sasa kwamba nina mimba. Ulichopata nini? Umefaulu, una degree au mwenzetu unasafiri unapanda ndege? Kwa maneno yako ya majungu, umefaidika na nini? Usiniangalie, naomba nipe majibu haraka. Kusema kweli mimi sijamwambia yote zaidi ya Kai tu. Hata kama umemwambia Kai, Kai ni mwanaume wako sawa, lakini mambo yangu mimi na wewe yanamhusuje mwanaume wako? Hivi ukoje wewe lakini? Sasa sikiliza nikwambie, kuanzia leo mimi na wewe urafiki basi. Sitaki unafiki kabisa. Ukiniona fanya ya kwako. Tena una bahati sana leo mashetani yangu amelala. Maana nilikuwa nakuja na vibao wewe. Lakini Shazma, mimi mbona sijafanya Shazma. Sema mimi nimefanya nini Mvuvi, 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 mvuvi. Sikiliza nikwambie, wakati wa Mungu umeshatimia tangu pale alipokubali kwamba nizaliwe na akakubali kunikutanisha na mwenza. Tayari wakati wake umeshatimia, na hasa alipofikia hatua ya kuzungumza ya kwamba wewe utakula kwa jasho, wewe utazaa kwa uchungu. Maana yake nini? Kila kitu tayari. Haya mengine ni mambo ya wanadamu tu, wajinga tu wanaingiza hizo changamoto hapo katikati. Yaani mimi mwamu nishindwe kukuelewa. Yaani nimekuja na furaha yangu, lakini furaha yangu yote yani mudi nilikuwa nayo tayari umeshawaribu. Wewe naye kumbe kama mwanamke sasa. Ina maana tayari nao umeshakasirika saizi, si ndio? Mimi najaribu kukutazamisha. Huyu dada yako ana shida. Odi. Odi. Karibu. Karibu mama. Haya, asante. Shikamoo. Marhaba. Samahani. Nimemkuta Shazma? Hapana. Shazma ametoka. Ameelekea porini hapo kukata kuni. Basi sawa. Mimi nilikuja kumjulia hali. Akirudi utamwambia kama Anifa amekuja kukusalimia. Anifa. Sawa. Nafikiri muda si mrefu atarudi. Eti. Ingia ndani, ataukaa kidogo usubiri. Atakuja tu, muda si mrefu anarudi. Baba mdogo bwana. Siku nyingine bwana nitaingia ndani. Haya, sikiliza. Wewe kaa umsubiri. Mimi nazunguka hapo nyuma naenda kukatia, basi uondoke hata kana kaji mpungu kandizi, madafu, nazi 2-3. Umsubiri tu. Asante, siku nyingine. Asante kwa ukarimu wako. Sawa, karibu. Aisha. Aisha. Aisha.
Aisha, yaani kama hujaniona mjukuu wangu, mbona hivyo sasa Nimekuacha hapa uko vizuri tu. Nimekuja umebadilika kama kinyonga. Nini? Bibi, Shazma alikuja leo na amesema kuanzia leo urafiki wangu mimi na yeye basi. Kivipi? Usiseme kama lipo jambo niambie. Usiishie kuguna tu mjukuu wangu. Mimi nakujua. Nakujua sana kuliko hata mwenyewe unavyojijua. Kuna nini? Anadai kwamba mimi ndo nimemtangazia ana mimba. Shazi ana mimba. Na ikiwa hilo jambo mimi sijamwambia mtu yoyote yule zaidi ya Kai tu. Na mimi bibi ninavyohisi ni Kai itakuwa ndo kaenda kuambia watu. Mjukuu wangu, mimi nadhani unajua kabisa hapa kijijini msichana yoyote anatakiwa aolewe ndipo apate mimba. Sasa Shazi yule kapata mimba kabla hajaolewa. Na unavyojua hapa kijijini jambo kwa mtu mmoja tu watu 100. Kwa hiyo kwa jambo kama hili lazima lichukulie uzito. Hata kama ingekuwa wewe, ungekubali kwa kitu kama hichi? Usingekubali. Hili jambo ni zito. Lakini sasa hata kama hili jambo lishatokea. Haina jinsi. Mngekaa myazungumze. Kuliko hivi mnavyotaka kwenda na mwenendo huu. Sasa anazungumza vipi na ikiwa hataki kabisa hata kuniona? Wewe yule ni rafiki yako zaidi ya ndugu. Mmekuwa wote hapa kijijini. Unamfuata. Mnakaa mnayazungumza. Sasa hata kama mkiwa mnapita hivyo, unzania hivyo watu wanaelewaje? Mnapishana tu. Kweli? Watu hawawezi kuelewa. Wewe mfate. Kama rafiki yako, kama ndugu yako, mkae mzungumze. Japo ni aibu, lakini haina jinsi. Sasa unasikia bwana Mzome? Ndio. Alichokifanya bwana Wende amenikosea sana. Yaani amevuka mipaka bwana. Mipaka? Nchi gani na nchi gani? Nchi gani? Mpaka hapa tu. Mipaka ya utu. Ya utu. Sawa. Kwa sababu tumekubaliana wiki 2. Lakini akaongeza za kwake 2, zikawa wiki 4. Mpaka sasa hivi bwana Wende hakunilipa pesa yangu. Kwa hiyo sasa wewe unafikiria kufanya kitu gani? Mimi nilikuwa na vipengele hivi vitatu. Vitatu bwana. Tena vipengele vinaitwa vipengele study. Kipengele cha kwanza, akishindwa kulipa kwa wakati nampandishia bili. Wenyewe wanasema riba. Dhambi wewe, Kipengele cha pili, mjomba wake yule. Mjomba wake naweza nikamchukua bila mali, bila chochote nikaishi naye. Lakini kipengele cha mwisho ni mtumbwi. Mtumbwi wake? Nikaupiga mnada ule. Sasa kabla sijaanza na mtumbwi wake bwana Mzome, naomba nianze na mtumbwi wako bwana. Wewe kama dalali, kama dalali, kama shahidi, nianze kupiga mnada mtumbwi wako kwanza. Uko sawa? Mimi nipo sawa. Una akili timamu? Unasema nini? Una akili? Mimi niko timamu bwana. Alafu leo kuhakikishia mimi niko timamu. Yaani kwa sababu marehemu mama aliniambia kabisa ukimkopesha mtu asipokulipia, asipolipa deni, jaribu kufanya nilichokwambia. Basi naomba nifanye bwana Mzome, niruhusu bwana. Unafanya nini? Masele. Bwana Wende. Odi. Shazma. Ulichokisahau ni nini? Shazma jamani, hata salamu. Salamu? Salamu na nani? Wewe mnafiki au yupi? Sikia nikwambie shoga yangu. Kusema kwa mimi sijasema kitu chochote kile. Mimi nilimfuata na kumwambia Kai. Sasa mimi nashangaa unavyosema kwamba nimesambaza kijiji kizima. Wewe muongo. Alafu
Mimi nimeshakukataa. Mbona unalazimisha urafiki na mimi? Kwani una watu wengine wa kuongea nao? Shazma, usiseme hivyo rafiki yangu. Kumbuka mimi na wewe tumetoka mbali sana. Alafu leo mbona urafiki wetu unataka kuvunjika kiurahisi hivi? Umetoka mbali na nani? Mimi sikujui, nilishakusahau. Aisha namjua mimi alishakufa. Wewe sijui ni nani. Naomba utoke, rudi ulikotoka. Sitaki hata kukuona. Sawa, mimi naondoka. Ila najua ipo siku utakuja kujua kwamba mimi sijasema jambo lolote lile. Na inawezekana ukaja kuniomba wewe msamaha. Basi unachelewa, fanya uende. Toka, fanya haraka. Kwenye chai kaka chumvi, kapoteza muda. Ungejua hayo, usingenitolea siri zangu. Na kama ningejua ni yeye, ningetoka na kombe la maji ya moto, ningekuja kumuunguza uso wake. Wewe nikakuweka kileani. Sasa ni hivi bwana Mzome, nisikilize bwana. Kama tulivyokubaliana. Nipige mnada ule. Wewe hebu tulia bwana. Upige mnada mtumbo wangu na kosa kitu gani? Sasa si shahidi, wewe si shahidi wapo. Wewe una shahidi aliyekopo kati mimi unanipa hela nipeleke wende? Sikumbuki, lakini nakumbuka shahidi wa kwanza ni wewe. Kama kulikuwa kuna mwingine sijamuona bwana. Acha ufala bwana. Wewe pambana na wende. Sasa nakupa ushauri ndugu yangu. Wakati bwana wende akiwa anaenda baharini kwenda kuvua, akirudi ufukweni hapa. Hakikisha nakupa hela yako kabla watu hawajaanza kuchukua samaki. Bwana Mzome, wewe utanichelewesha. Mimi nipige mnada bwana mtumbwi ule. Kitakachobaki achumpe tu kwenye bahari bila mtumbwi wote akajatajua atavaa mwenyewe atajua. Pesa atapataje? Hela atapataje bila ya kukulipa wewe sasa? Au basi nimekumbuka. Uliniambia kwamba kuna yule mjomba wake. Hujachukua mjomba wake basi kwenye hela yako. Hasa nikimchukua mjomba wake afu sina hela. Yule mjomba wake hawezi kukubali bwana. Yule mtoto wa kike anataka matumizi. Ile 90. 90 kachukua wende. Sio mjomba yule. Mjomba wa kike, wende wa kiume. Hata kumbe mwanzo ulikuwa unamtaja ilikuwaje sasa? Tamaa tu baba. Tamaa. Tamaa. Ukisikia chunga tamamba ndo hiyo. Kwa hiyo sasa hebu tuwe serious. Unafanyaje? Mimi nakushauri shauri ndo huo tu. Msubiri ufukweni hapa, akija uchukue hela yako kidogo kidogo mpaka inamalizika. Sasa bwana Mzome, mimi ninaweza nikasema kwamba umetoa katika siku ambayo umefikiria umetoa wazo zuri. Leo bwana umetoa wazo zuri. Na nikwambia wewe ungekuwa Ulaya sasa hivi, ungekuwa Ulaya kwa wazo lako. Ungekuwa fundi cherehani. Sawa nashukuru. Sasa kweli yani deni limekusoma mpaka umekonda. Wewe acha wenda na nisumbua. Kwa hiyo atakavyotoka kuvua akiwa anauza hapa, niwe ninakata hapa, si ndio? Wewe bora akili yako nzito kupokea vitu. Si ndio nilivyokueleza karibia mara 3. Basi mimi nitakuwa nashinda hapa bwana. Shinda hapa upepe kupige upauke pau. Kama ukutabafu. Ukutabafu upi? Una tiles au hauna? Ndugu yangu sio poa. Unajua upepo wa kusi huu utatufanya tuwe na njaa daima. Maana unapiga bahari inachafuka, bahari yote pamba. Nyavu zinaelea tu unaambiwa yani hatupate samaki hata kidogo. Ni kweli unalosema bwana Tasha. Ila kwenye hali kama hii inatupaswa tu wavumilivu. Mimi naamini ni upepo mbaya tu utapita na mambo yatakaa sawa. Ila ukiachana yote hayo Bwashe, kuna jambo nilikuwa nataka nikushirikishe. Wewe kuwa na amani. Unajua mimi na wewe ni marafiki wa karibu sana. Kwa hiyo sijali nishirikishe lolote lile. Unajua ni muda sasa nipo kwenye mahusiano na Aisha. Na kwa hatua ilivyofikia kwa sasa, mimi sioni kama kuna haja ya kuchelewesha tena hili swala. Maana nishakaa chini, nishatafakari na nikaona jambo la msingi na la sekondari ni kwenda kumtambulisha Aisha nyumbani. Bwana kwanza nikwambie hongera sana ndugu yangu. Umejipata. Unajua hilo ni jambo zuri sana. Kwa sababu ndoa ni sunna. Kwa sababu ukienda kumtambulisha kinachofuatia ni ndoa. Na ndoa ni sunna, kwa hiyo ni jambo zuri sana. Na ukija hapo kwenye kuchelewa, wahenga walisema chelewa utakuta mwana si wako. Lakini pia wakaja wakaongeza zaidi. Wakasema wakipitacho ungwana ni kibuyu cha shubiri. Ingekuwa cha asali, wote wangekigombania. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ulifanya jambo zuri sana kwa sababu Aisha mimi namfanisha na kibuyu cha asali. Manake nini?
ni mwanamke mzuri, ana tabia njema na ametulia pia. Kwa hiyo vijana wengi sana wa machokodokodo watamfuata. Kwa hiyo unawezekana ukachelewa usiende kumtambulisha, vijana wakakuwahi. So unajua vijana wako hapa kijijini hapa. Subutu. Nani mwenye ujasiri huo? Kijiji kizima kinajua kwa Aisha ni mwanamke wangu. Nani atapata ujasiri na uthubutu kwenda kumtokea? Haiwezekani hiyo. Kai, wewe mwenyewe unafahamu kabisa. Hapa kijijini kuna vijana wa roho. Yaani wenyewe wanatamani tu kwamba mtu pale ndio jimbo lake, yeye aende akaingie. Kwa watu watakuwa wanajua kwamba yule ni mpenzi wako, lakini watu watakuwa mapema. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri ulifanya. Ila ni kweli unayoyasema hayo, na najua hapa kijijini kuna zoea kudonyoa. Ila mimi sina hofu, simogopi mtu yoyote. Kwanza njoo wangu mwenyewe, ya nini kumshikia manati? Aisha ni wangu tu bro, hakuna mtu yoyote anza kumzidi kete kwenye hilo. Unaunguruma yani mwenyewe mithili ya simba yuko nyikani. Hatari, simba la masimba. Baba Aisha, umejipata. Mbona pesa nyingi hivi? Pesa nyingi ulionipa. Pesa nyingi wapi bwana hiyo? Pesa nyingi hiyo? Ndio, sitaweza kutunza mimi hela nyingi sana. Alafu usionyeshe mbele za watu kama hivyo, anaweza kapita mtu kazi yote akasema yule anampa ile binti mzuri kama wewe. Unanielewa? Watu wataona. Alafu kitu kingine, ila bwana chache sana hizo bwana Ni nyingi. Ama kweli wewe bado mtoto mdogo, mtoto bado kishonde wako shinuliwe. Sasa nakupa hiyo hela, lakini kwamba ni nyingi kwako. Lakini mimi sitaki usumbufu. Bebe leo naomba buku. Bebe naomba buku 2. Nikupa utumie taratibu pole pole kwa mpangilio Na alafu wakati sasa unatobea hiyo hela, unamkumbuka mwenye kila kitu 2000. Unajua mzee wa sukari robo. Oi. Sawa, asante. Asante. Nafurahi nikiambiwa asante mie. Alafu sasa kipenzi changu, niambie. Yaani nakupa hizo hela. Sio kama nakupa hela tu afa nakuacha. Lazima bado na mipango yangu, nataka nikuoe. Kweli? Nilambe sukari mie. Kweli utanioa? Ndio naongea tu. Mimi naongea tu. Nafanya na vitendo, ningekuongea ningekupa hiyo. Mtoto mzuri wewe. Jamani, ukicheka na tabasamu, ukitabasamu unacheka mwenyewe. Sasa baadaye tuonane basi. Hilo tu. Hata usijali. Ushapa kumbuka lakini wapi? Ndio, pale mikoroshini. Chini ya mikorosho pale. Yaani sisi tukienda pale ile mikorosho wale mabibu wakituona tunashangilia wamekuja. Show zetu sio ndogo. Una hatari wewe jamani. Mpaka nataka nike kile kimoja cha hivi kwa Instagram, WhatsApp. Haya basi. Uende watu sio katukuta hapa. Sawa basi baadaye. Haya baby naenda. Bye. Oi. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua ni uongo. Aisha, unajua kuna madhara makubwa sana ya kuhifadhi jambo moyoni mwako, hii hali linakuumiza taratibu, na mara nyingi sura huwasilisha kile kinachoendelea moyoni. Wewe sio mgeni kwangu, na kujua vizuri sana Aisha, na nikikuangalia usoni nina uhakika 100% kuna jambo linakutatiza kichwani. Kai mpenzi wangu, kusema kweli mimi sifurahi kabisa hiki kinachoendelea kati ya kwangu mimi na Shazma. Kama jana nilienda kwao kumuomba msamaha, lakini amenitimua kama anijui, amenifukuza kama mbwa. Kitu kinachoniuma zaidi, Shazma mimi sio rafiki kwangu, bali ni ndugu yangu. Sasa anaoendelea yote, kusema kweli mimi ananiumiza.
wala mimi sipendi kuona yote yanayoendelea kati yetu. Sawa mpenzi wangu, nimekuelewa, na kama hiyo ndo shida, wala usiwe na wasiwasi. Mimi nitaenda kwa Shazma, nitazungumza naye na nitamuelewesha kila kitu. Nina imani atakusamehe na kila kitu kitaisha. Umesemaje? Usiwe na hofu mpenzi wangu. Nimekuambia nitaongea na Shazma na nitamaliza kila kitu. Mimi na imani mambo yote yataisha na itakuwa kama mwanzo. Kweli unaniahidi? Hakika. Asante sasa hizi. Za hapa salama tu. Sijui za kwako. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Nikusaidie nini? Mimi ni ndugu yake na Tora. Yaani namaanisha mimi na Tora ni mtu na dada yake. Kwa hiyo, yani sijakuelewa vizuri. Sasa hujaelewa nini fi yangu jamani? Yaani sikiliza dada, nikwambie. Katika sentensi ambayo tutaongea mimi na wewe hapa, naomba usiingize neno wifi. Mimi sio wifi yako na wala sina wifi na wewe. Kwani mimi nikikuita wewe wifi kuna shida gani? Halafu kumbuka una mimba yetu. Unakosa huruma kiasi hiki? Na maiti akifa basi msimcheleweshe azikwe. Hivi. Yaani sijapenda kabisa. Shut up. Kwa hiyo nyinyi ndo mko nyuma juu ya hili swala, si ndio? Kaa kimya. Alafu wewe siku zote tunaangalia sasampa. Kwa dunia ya leo unaanzia mapenzi. Mapenzi ni nini? Mimi ni mwanaume, lazima nipambane. Wanawake wanatumia wenye pesa, sio wewe mpumbavu. Basi mimi naomba hii pesa nikuachie. Sikiliza nikwambie, sio kilichonileta hapa. Wewe mumeo akipata shida unamkimbia. Sasa hivi wanasema mwanamke na nusu. Ulishakaa ukafikiria kuhusu moyo wake? Unamaanisha ulipenda chaguo la mamako? Wazazi watabaki kuwa wazazi. Kesho na kesho kutwa atakuja kutugeuka wazazi wake hao. Mambo ya yeye na mkeo yanakuhusu nini? Kwani ukifumba mdomo wako utaasirika nini? Hili jambo mimi nifikiri leo mnalimaliza kabisa. Kwa hiari yangu mwenyewe nakupa talaka 3, Bwana Tasha. Ujue huyu dada dishi limeshika. Kwa hiyo upo sahihi ukosei, si ndio? Hivi wewe dada wa aina gani wewe? Ongea na watu vizuri, huenda ningekusaidia wewe dada vipi? Yaani napambana mama yako kwa ajili yako wewe, unasema hebu angalia moyo wake. Moyo wake na wewe. Hilo swala gumu kwa kweli mjomba, haliwezekani. Hivi Wekendi, unaijua thamani ya ndoa kweli wewe? Ndoa yangu bado naipenda dada. Bado. Umeolewa. Kwa mume gani? Kwa umri ule alikwambia hawezi kumtafuta mwanamke kumooa. Mpaka wewe uende ukamtafutia mwanamke kumooa. Kwanza shemeji, tulikwambia ukweli, huyu anakuongopea. Kwa hiyo mimi unaniona kama mtoto mwenzio? Kwani wewe nikwambie mara ngapi kwamba mimi sikutaki Kwa nini unakuja kumwadhibu kiasi hiki? Heri sikovu ponge jeraha, umivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito nayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo, siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia, mwendo dereva wa moyo, hakuna mwingine. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa
ninapopendwa. Kumbe mapenzi ni matamu na msemi ameridhika nami na mimi. Mvuvi, mvuvi